Kwa majina naitwa Muna Ramadhani, ni mwananchi wa kijiji cha Mwanga, lakini pia ni mdau wa michezo. Kupitia tukio hili la Mheshimiwa Diwani wa kata ya Mtinko, kama mdau wa michezo nimefurahi na nimependezwa sana, kwa sababu ni tukio la kihistoria kwa kurudisha heshima ya michezo ndani ya kata yetu ya Mtinko, kuanzia mpira wa wanawake, netball, volleyball, lakini kwa mpira wa miguu vijana wetu kupata jezi na mipira. Lakini sio hivyo tu, bado ameendelea kupata vifaa vya michezo kama filimbi na kadi kwa ajili ya refari anapoendesha uwanjani. Kwa hiyo mimi kama mdau wa michezo nimefurahishwa na jambo hili. Kikubwa tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu afya na uzima, ili aendelee kutuhudumia katika wizara hii ya michezo. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Abdalla Ngodu, mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji cha Mtinko. Tulikuwa na shughuli ya Mheshimiwa Diwani ambako aliita watu kuja kuwashukuru kwa kazi ngumu walioifanya ya kumwamini kumpa kiti. Sherehe kama tuliyojionea zimeenda vizuri, mambo yalikuwa vizuri, kulikuwa na vikundi mbalimbali, lakini sio hivyo tu, kulikuwa na zawadi nyingi alizozitoa kwa wananchi. Kwa wastani sherehe zimefana, lakini hata hizo zawadi zinaenda kuhamasisha watu. Ni hamasa kubwa kwa watu, hasa vijana, kuwaondoa kule vijiweni, warudi wafanye michezo na wafanye kazi za mikono za kujipatia kipato pia. Mimi nafikiri shughuli zinaendelea hapa, lakini kikubwa tumemshukuru Mungu, zimeanza salama na tunaelekea mwishoni. Tunahitaji pia mwenendo huu aufanye siku hadi siku, ili angalau wananchi waweze kuendelea kumwamini zaidi, na viongozi wengine waige basi mambo kama haya yanapokuwa yanafanyika. Baada ya kusema hayo, ni washukuru na nyie pia waandishi wa habari kwa kutuuliza na kuchukua hoja zetu. Asanteni, Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu naitwa Amina Saidi Dafi, ni mwenyekiti wa UWT kata ya Mtinko. Tumefurahi kwa tukio la leo la kumpongeza Mheshimiwa Diwani baada ya kupata kura nyingi za kishindo. Ni vyema tukarudi kwa wananchi kuweza kuwaambia asante kwa walichokifanya. Ni matumaini yetu kwa kitendo cha leo cha kuwashukuru wapiga kura ni kwamba tutaonyesha ushirikiano wa dhati pale anapoanza kutekeleza majukumu yake. Sisi wananchi tutaonyesha ushirikiano wa bega kwa bega kuhakikisha pale kutatua changamoto za wananchi, na kiongozi ni dira. Kiongozi anaonyesha njia, sisi wananchi tunafuata nyuma kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali inayotekelezwa kwenye kata ya Mtinko na halmashauri nzima au jimbo la Ilongero kwa ujumla. Mimi namwasa kwamba ukiwa kiongozi siku zote utawasikiliza wananchi wanasema nini, ili awe tayari kushauriwa na kushaurika. Unapowaongoza watu lazima wasikilize wanasema nini, wanataka nini. Mwisho kwa makundi yote, kwa vijana, wazee na wanawake pia vijana. Na ukiangalia kuna changamoto nyingi kwa vijana, hususan katika mambo ya ajira. Kwa hiyo ni vizuri watakaa chini, wataelekezana ni kipi wafanye ambacho kitakuwa ni cha utatuzi. Mfano vijana kujiajiri wenyewe, kuunda vikundi mbalimbali, kupata mikopo ya halmashauri ili kuweza kupunguza adha zingine za vijana. Kwa hiyo na asa kwamba awe tayari kushauriwa pale anapotekeleza majukumu yake ya maendeleo. Mimi inanipa picha pale alipokabidhi vifaa, ameonyesha kwamba ni namna gani anawarudisha vijana, anawaandaa kisaikolojia pale wanapokutana katika michezo. Hawatakosa kuzungumzia habari za maendeleo, na kama kuna changamoto watazitatua kwa sababu wako pamoja, wanafanya kazi pamoja, na michezo ni afya. Kwa hiyo itakuwa ina faida kwetu sisi, na chakula cha pamoja pia kinaonyesha ni ishara ya upendo. Pale ambapo anaendelea kutekeleza majukumu yake, anaonyesha tumevunja makundi yote yale ambako hawakuunga mkono. Sasa hivi tumekuwa kitu kimoja katika kutekeleza shughuli zote za maendeleo 26 mpaka 30. Mimi naitwa Fatuma Isa Ngulu. Nampongeza mtoto wangu, endelea tufanyie kazi na nyie muendelee juu zaidi hapo. Mtuletee maendeleo, mwende serikali, mukienda kuandika mtuandike vizuri jamani, tukae sawa. Kama sisi mnagulia nyinyi watoto wetu. Tunamchagua katibu wetu, yani atufanyie upesi, atujengie barabara, yani hatuna umeme, atutengenezie barabara nzuri.
Tuna watoto wanakaa mbali, wakija usiku watapitia wapi? Kwa namna ambavyo amewashukuru siku ya leo. Tunamshukuru sana. Amewapa zawadi. Sina shida, na mimi naomba zawadi yake. Tumekula, tumepewa zawadi, tunashukuru, tunamshukuru, endeleze kikundi chetu.